Baadhi ya viongozi wa chama cha Jubilee wameshtumu vikali visa vya uvamizi wa mikutano ya upinzani, wakiisuta idara ya polisi kwa kushirikiana na wahuni kuvuruga mikutano hiyo. Wakizungumza katika uzinduzi wa ofisi ya chama cha Jubilee mjini Nyamira, viongozi hao wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Moitalel Ole Kenta wamesema mikutano yao ni ya amani na kuiomba idara ya polisi kutotumika kisiasa. Aidha, viongozi hao wameisuta serikali ya Rais William Ruto kwa madai ya kufeli kutekeleza ahadi walizotoa kwa Wakenya wakati wa kampeni. Duncan Bundi anaarifu. Ni katika hafla ya uzinduzi wa ofisi ya chama cha Jubilee mjini Nyamira, ambapo viongozi wa chama hicho walijitokeza kushtumu visa vya mikutano ya upinzani kuvurugwa. Wakiongozwa na katibu mkuu Moitalel Ole Kenta, viongozi hao walinyoshea kidole cha lawama idara ya polisi nchini. Ni serikali gani tunaona polisi wakishikana na goons kwenda kuumiza watoto wetu kama vile walifanya Nairobi? Kama kweli polisi wa Kenya hawezi kufanya kazi, wanatumia goons, si afadhali basi waondoke serikali, tuanze serikali mpya ambayo inaangalia maslahi ya wananchi? Mheshimiwa Senator Sifuna akiwa huko Kakamega akifanya mkutano wake ambao ni mkutano ulikuwa wa amani, kisha askari polisi wamekimbia hapo, wamerushia ye tear gas. Sifuna hajachokosa mtu, Sifuna hajaiba kitu ya mtu. Ile dhambi Sifuna amesema ni kuwa William Ruto anadanganya wa Kenya, hawezi kujiunga na yeye 2027, aende nyumbani. Viongozi hao wakiomba idara ya usalama kufuata sheria katika utendakazi wao na kutokubali kutumika kisiasa. Kwa hivyo askari, tunawaomba nyinyi mkikuja kesho, kuja na gari yenu Land Cruiser, tangulia mbele, onyesha sisi njia na linda usalama yetu. Musije mukatubutu kuleta mambo ya tear gas. This country does not belong to you alone. This is our country, and it is for the future of our children that we have a country that is ruled through law. It is not a failed republic. It's not a banana republic. Viongozi hao walitumia fursa hiyo kumpigia debe mgombea wa kiti cha urais wa chama hicho Daktari Fred Matiang'i, wakimtaja kuwa suluhu pale ambapo serikali ya Rais Ruto ilipofeli. Wakenya wameamua ni Matiang'i. Watoto wetu hapa. Matiang'i ana manifesto ya kuangalia maisha yenu. Hatuwezi kuwa watoto wetu wanakosa basari university, na akishamaliza kwa njia ambayo hata mama ama baba ameuza shamba, unakuja unamkataza kazi, unapea kabila yako hata yule hajasoma. Matiang'i atamaliza hiyo, watoto wote wa Kenya wapate nafasi yao. Kwa sasa viongozi hao wamewaomba Wakenya kujisajili kuwa wapiga kura ili kuwawezesha kuchagua viongozi watakaojali maslahi yao. Duncan Bundi, Runinga ya Citizen, kaunti ya Nyamira.